Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Karibu sana mtazamaji wa PMTV katika kipindi chetu, lakini kubwa zaidi hapa kama unavyoweza kuona nipo na wachezaji kutoka Tanzanite Academy. Hawa ni mabingwa wa ligi ya mikoa na kubwa zaidi wamekuja kutuletea kombe lao ambalo wamechukua hivi punde tu kutoka katika ubingwa huo. Tutakuja kuzungumza nao ilikuwaje mchakato mzima ulienda vipi mpaka wamechukua kikombe hiki, na hapa nipo na wachezaji hao pamoja na nahodha wao. Nahodha yuko wapi? Okay, njoo sogea hapa tuweze kuzungumza. Naona mmeleta kombe hapa, lakini kubwa zaidi watazamaji wa PMTV wangetaka kujua mchakato ilikuwaje mpaka mkachukua kikombe hiki. Tulijiandaa na shindano ya TFF na tulijitoa sana. Tunashukuru Mungu, ni umri mdogo lakini tumefanya kitu kikubwa. Under 17 ya mwaka jana na mwaka huu ni tofauti. Okay. So tumejituma sana na tumepambania mpaka tukasema ubingwa ni wa Tanzanite, basi umekuwa ubingwa wa Tanzanite kweli, na tumejitoa kweli mpaka tumekuja na kombe hili. Sawa, tangu michuano inaanza mmesema mmepambana kweli, lakini unaweza kusema kwamba katika moja ya mechi ambazo zilikuwa ngumu ni ipi sasa? Ni ya finali ama uko nyuma, lakini mechi gani kwenu ilikuwa ngumu sana? Mechi ngumu katika mechi 17 ilikuwa ni ya Ilala ambayo ilikuwa mechi ya 4 kama sikosei. Ilikuwa mechi ngumu kwa sababu before tulikuwa tuna nguvu, lakini performance yetu haikuwa nzuri sana. Tofauti na sasa hivi. Tulikuwa tunawaza huko nyuma, tulikuwa tunafungwa sana sababu ndo tunaanza, lakini leo hii hata mtu ukisikia Tanzanite unaogopa kwanza. Unaona? Kwa hiyo mechi ile ilikuwa ngumu, pia wametupa changamoto kwa sababu wao ni wakubwa kutuzidi, lakini sisi tumewawini, tumeshinda goli 2 bila. Kwa hiyo katugea matokeo, pointi 3 zikaza kwetu. Sawa. Wewe ukiona kabisa katika ubingwa huu mchango zaidi umetoka kwa nani? Umetoka kwa tuseme kama ni manager, kama mzazi, kama mlezi wetu ni William. Okay. Tuka Premium Bet na kocha Steve. Yes. Okay. Ambaye na kocha mwingine anaitwa kocha Steve ambaye ndo head coach wetu ambaye anatulea. Tupo kempu na kila kitu anagaramia yeye. Kwa hiyo sisi hatuna budi kupambana. Okay. Nini malengo zaidi ya nyinyi kama timu baada ya hichi kikombe? Kwa sisi kwa kuwa tumeanza nyuma, tumeanza mbali mpaka level hii tulivyofikia ni level kubwa. Isitoshe tunahitaji juu, yani juu zaidi tofauti na hapa. Tulichukua ubingwa East Africa nzima. Tukawa washindi wa kwanza. Okay. 2022. So mwaka huu pia 2025 tumechukua tena. Kwa hiyo tuishie hapa, tunapambana, tunaingia ligi daraja ya kwanza na bado tutapambana zaidi tuingie ligi kuu. Tukutane na hao ambao wanaitwa masenior, tukutane na watu ambao wanawini timu nyingine. Kwa hiyo sisi tutakuwa ni kama wa mfano Tanzania nzima. Okay, na unafikiri ukipata nafasi ukaitwa katika kosi cha timu yote ya taifa za wanawake, yani nyinyi kama Tanzanite Academy mnaweza mkasema kwamba kuna wachezaji wanafaa sasa hivi kuchukuliwa kwenda kuliwakilisha taifa kutokana na hichi ambacho mnakionyesha? Ni kweli, kuna wachezaji wengi sana. Sisi tupo kambini ni wachache. Kuna wengine wanatokea nje, lakini wote tunajitahidi wale wa shule wawepo mazoezini, wawe kwenye game, tupambane, tufight kweli tupate matokeo. Lakini kwangu mimi au tuseme kiujumla kwenye timu yetu hamna mtu ambaye hawezi. Yes. Tunaweza, na ndio maana tumeshirikiana tumepata ubingwa. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Mimi leo nikiitwa national team siwezi nikasema siwezi, sababu nina uwezo. Performance yangu inaruhusu, umri unaruhusu. Kwa hiyo nikipata nafasi hiyo siwezi nikaichezea. Lazima nikacheze, nikaonyeshe, nitoke hapa nilipo niende sehemu nyingine ili nikatangaze timu yetu au akademi yetu ambayo mimi nimetokea. Okay. Nani ambaye ni role model wako wewe? Mkianza na wewe, lakini pia kuna wachezaji wakubwa ambao wanacheza hata nje ya Tanzania. Nani ambaye unamuona kwa kweli siku moja leo utakuja kufika ukaenda nje kama mchezaji kutoka Tanzania kwa soka la wanawake? Kwa mimi hapa, mimi ni midfield. Pia ni striker na attack.
ila role model wangu ambaye nampenda sana ni Clara Luvanga. Okay. Na yeye ni ataka mzuri sana. So ningeweza kukutana naye ama ningeweza kuonyesha zaidi yake yeye. Sio yeye pale alipo. Yeye yuko Al Nassr. Mimi inshallah nikipata nafasi pia naweza nikaenda, kwa sababu kila kitu kinawezekana. Kila kitu ni mipango. Kwa hiyo naweza nikapambana hapa, nikafika national team, nikawa na timu yangu nyingine. Basi Mungu akijalia naweza nikaenda nje pia nikakutana na hivyo vitu. Sawa, Captain, tumeongea vya kutosha sana. Ngoja tumpe nafasi kwanza dada ushika kombe hapo. Tuweze kuongea naye. Umewakilisha vizuri kombe. Kwanza I'm so excited. Ndio. Nina furaha sana kupata kombe na wenzangu. Pia ninashukuru walimu wetu, macoach, supporter wote walio support. Pia hatutaangusha, tutapambana, we struggle. So we are together. Okay. Una kipindi gani tangu ulivyojiunga na Tanzanite Academy? Almost nina mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Na unaonaje soka la wanawake kwa nchi ya Tanzania, ambapo wao wanasema hautojutia kuja kucheza katika ligi za hapa? Labda wazungumziaje? Soka la wanawake liko vizuri. First of all, we have support. Naona watu wengi wanajitokeza, wanasupport hivyo. Kwa hiyo napenda sana na sijutii chochote, cha msingi ni kupambana na tusikate tamaa. Sawa. Unafikiri malengo makubwa zaidi ya kwako ni yapi katika kuja kucheza mpira hapa Tanzania? Malengo makubwa ni kucheza timu kubwa outside of Tanzania na ndani ya Tanzania, timu kubwa ambazo tunaweza kufikisha malengo yetu tuka success. Yeah, that is all about. Okay, katika hii michuano ambayo mpaka mmechukua ubingwa, labda unazungumziaje jinsi ulivyoona ule ushindani? Ushindani ulikuwa sio kitu kidogo. First of all, tulikutana na match ambazo zilikuwa very tough. Tumepambana nazo hivyo, kwa hiyo kila kitu kinakuja kwa kustruggle. Hazikuwa ngumu sana, lakini tumepambana. Ya, tunamshukuru Mungu. Okay, asante sana. Mwingine mmoja angesogea tupate walau neno lako na wewe ili tuweze kuona ni jinsi gani sasa tunaipeleka timu mbele. Captain amesema kwamba kwa miaka michache inayokuja angetamani kuja kucheza ligi kuu. Nyinyi kama wachezaji, maneno ya nahodha yamewapa nguvu gani? Mpaka sasa tulipofikia kipo tunashukuru sana. Na tusema nahodha au kapteni wetu anamaanisha kwamba sisi kama unavyojua ligi yetu ni ligi ya daraja la 3. Tumegombania sana kwamba sisi ili tuwe mabingwa, lakini kwa miaka yote ndio kama unavyojua upinzani ulikuwa mkali na tumeshindwa. Ila tunajivunia sana mwaka huu 2025. Mungu katujalia, tumepambana. Ndio. Na tuweza kuchukua ubingwa tuongozwa na kapteni wetu. Okay, hii safari ya kwenda katika ligi kuu sasa, hii safari nyinyi kama wachezaji mmejipanga vipi? Kwa sababu tayari nahodha uongozi Mr. William ana support nyinyi. Sasa nyinyi mna kitu gani cha kumwambia baada ya ubingwa huu? Sikate tamaa, zidi kutusupport. Ndio. Maana tayari sasa tumeshakuwa mabingwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Na bado tunahitaji kuingia ligi daraja ya kwanza, lakini pia Mungu akijalia tuweze kuchezea ligi kuu. Kwa sichoka, zidi kutusupport. Yes. Kama pia baba yetu mlezi tunamshukuru sana. Okay. Haya mtazamaji, kama ulivyoweza kuona, hawa ni vijana wa Tanzanite Academy ambao ni mabingwa wa mikoa kwa hisani kubwa kabisa ya Mr. William ambaye amewashika mkono, amewabeba kupitia PMBet, ambapo vijana hawa wanatoa shukrani sana kwake kwa kuweza kuwafikisha hapa walipo, na wamemwahidi ubingwa hautoishia hapa, watakwenda hadi katika ligi daraja ya kwanza kutoka daraja ya 3, lakini pia lengo lao kubwa ama nia yao kubwa ni kucheza katika ligi kuu ya wanawake ya Tanzania. Basi mimi nafikiri kwa maono yao wana uwezo wa kufika huko kutokana na kile ambacho wamekionyesha mpaka hivi sasa. Yupo hapa mchezaji kutoka Rwanda, ambapo unaona kabisa ni jinsi gani, kwanza ni timu ambayo ina damu pia kutoka wachezaji kutoka nje. Kwa hiyo ni moja ya malengo makubwa zaidi ambayo wamejiwekea wao kama wao soka lao liweze kufika mbele katika upande wa ligi kuu ya wanawake ya Tanzania bara. Basi shukrani sana kwa ambao wameweza kufuatilia mazungumzo haya na wachezaji hawa wa Tanzanite. Hapa kuna ile kauli mbiu ya timu, mnaweza mkatia neno hapa wasikie. Inaitwaje yani?
Kwa sauti. Tusiwadharau hata kama hawajui. Tena. Tusiwadharau hata kama hawajui. Okay, hiyo ndio motto ya Tanzanite Academy. Ndio? Bwana poa sana, mimi naitwa Juma Idi, nyuma kamera alikuwepo director Alex.